Kwanza ningependa kuwashukuruni nyote kwa kufika leo, lakini niwakaribisheni sana katika tukio hili la kihistoria ambalo kwetu tunaamini kwamba sio tu tukio la ushirikiano, lakini tunaamini ni tukio la mwanzo mzuri kuelekea uchumi wetu wa mpira wa ndani. Kwa hiyo karibuni sana. Ningependa kutambua uwepo pia wa makamu wa Vice President wa Shirikisho la Soka la Tanzania Mr. Nyamlani, lakini pia ningependa kutambua uwepo wa CEO wa bodi wa ligi Mr. Barnabas, lakini pia ningependa kutambua uwepo wa taasisi mbalimbali na wadau mbalimbali wa mpira ambao mko hapa leo. Tunashukuru sana kwa uwepo wenu. Hili ni tukio kubwa kwetu na tunaamini kabisa tukio hili linaenda kubadilisha vitu vingi sana kwenye football. Kwanza ningependa kusema kwamba tatizo lilikuwa kwenye mpira wetu sio mashabiki, sio matumizi ya pesa kwa mashabiki, wala sio tatizo la mapenzi. Hivi vitu vyote viko kwenye mpira wetu na vilikuwa vimekamilika. Sasa siku zote katika level ya kimataifa, ligi nyingi duniani zinakuwa na data partner ambaye ni mwakilishi anaye control haki za data na kusimamia mauzo ya data, lakini pia kuhakikisha mpira unaenda kwenye digital na unazaa product mbalimbali za sports. Sasa hivi uchumi wa mpira umebadilika sana. Tunaweza kutazama nchi kama Uingereza na nchi nyingine sasa hivi wanatumia watu wanaitwa Opta. Hawa Opta siku zote ndio wamekuwa wakitoa takwimu za soka nchi mbalimbali. Lakini changamoto kubwa ambayo imekuwepo, nchi nyingi za Afrika zimeshindwa kuafford. Tunafahamu kwamba walikuwa wametutembelea pia hata hapa nchini kwetu, lakini tulishindwa kuafford kwa sababu price zao za kuhakikisha matufanyia data ni kubwa na tulikuwa hatuziwezi. Level hii ambayo tunaenda kufikia leo ni level ambayo inaweza kuhakikishia hata kwa uchunguzi sahihi ambao unaweza kufanya, Afrika haizidi nchi 3 ambazo zina collect hizi data katika layer sahihi, yani 3 layers of data ambazo zinabadilika kutengeneza digital economy ya football. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho BetaTech tulikiona na tuliona kwamba tuna uwezo wa kuwa na hii mifumo kwenye nchi yetu, mifumo sahihi, na tukaitumia kuhakikisha tunabadilisha mfumo mzima wa uchumi wa football nchini kwetu. Kwa hiyo leo sio siku tu ya kutengeneza ushirikiano, lakini ni siku ya kubadilisha mwelekeo wote wa mpira wetu, kuanzia football storytelling, kuanzia football business, kuanzia takwimu zote za soka, lakini pia kwenda mbali mpaka kutengeneza product ambazo zinaweza kualisha football, yani washabiki wa football, yani fans engagement. Sasa mifumo yetu mitatu ambayo tumeitengeneza kuhakikisha kwamba inachakata data ni mifumo standard ambayo ina level za kimataifa, ambao mfumo wa kwanza tunauita Socametrics. Huu ni mfumo ambao una standard ya kwanza kabisa kwa sababu inashirikiana na human being kuhakikisha una correct errors na kucorrect hizi data kwa njia sahihi ya generative AI. Mfumo huu tumeutengenezea data center kubwa ambayo inafanya kazi kwa kushirikiana na binadamu, lakini na system. Lakini pia mfumo huu pia kwenye upande wa human being tunahakikisha tuna access cameras ambazo zinarekodi matukio ya mpira uwanjani, lakini pia kitu kingine tunahakikisha kwamba tunakuwa na data updaters ambazo wanakuwa viwanjani kucollect data sahihi na wakati mwingine kuripoti ambacho glitch zinatokea kwenye matangazo au wakati mwingine network inakuwa imekata kwenye matangazo. Hizi ni challenge ambazo siku zote mpira wetu ulikuwa unapitia, lakini sisi tuliziona na tumeona ni fursa kubwa kuhakikisha uchumi wa mpira wetu unaenda kubadilika. Sasa kupitia data collection tunaamini biashara kubwa sana ya mpira inaenda kutokea. Tunaamini vilabu vinaenda kufanya decision zake sahihi na kwa usahihi kabisa. Tunaamini pia players wetu wa ndani wanaenda kupata nafasi ya standard ya kimataifa katika kuweza kukaguliwa na kutengeneza deep profile za players.
ambazo siku zote zimekuwa zikimiss kwenye ligi yetu. Lakini pia tunaamini kupitia mfumo huu sasa hivi tunaweza kucontrol uchumi wa mpira kuanzia betting companies kwenda chini kwenye products zote ambazo zina utumikia mpira kama biashara. Sasa upande huu nipende kusema kwamba leo ni siku rasmi na sisi tunafurahi kuwepo hapa, na tunaamini kabisa itakuwa ni sehemu kubwa kwenye mpira wetu, na tunawakaribisha wadau wote kushiriki katika sherehe hii na kushiriki katika makubaliano yetu. Tuko tayari kuzihudumia sekta zote ambazo zina uhitaji mpira, kwa sababu data ni core football ya mpira wa kisasa. Data ni sehemu ambayo mpira wa kisasa unaamua maamuzi mengi sana. Sasa show tu product chache ambazo zinaweza kupatikana na data. Sasa hivi kwa usahihi kabisa tumetengeneza platform ambayo inaitwa Fantasy Football. Hii inatokana na data ambazo zinakolektiwa na zinawapa wachezaji points. Lakini pia tunaweza kutengeneza product kama Soccer Stats, tumeweza kutengeneza product kama Football Managers, ambazo zote zinapatikana kwa usahihi kutokana na data ambazo tunazicollect. Lakini pia ukienda mbali zaidi, siku zote mpira wetu umekuwa ukivunwa na ukiliwa bila uchumi wa soka wa nchi yetu kuweza kufikia pazuri. Mfano mkubwa ni hivi. Sasa hivi kuna zaidi ya live score 1000. Zote zinaripoti matokeo ya ligi yetu. Zote zinaripoti nini kinaendelea kwenye ligi yetu. Lakini hazina control, hazina data partner ambao wanaweza kushirikiana. Kuna platform zaidi ya 1000 ambazo ni live score. Lakini pia kuna platform ambazo zinaripoti performance ya players uwanjani kwa kutumia generative AI mbalimbali free na kuziweza kuziresell. Kuna platform ambazo zinatengeneza odds za ligi zetu kwa namna yao wanaoiweza wenyewe bila kuwa na taarifa sahihi za ligi. Lakini pia storytelling ya mpira wetu imejawa uhalisia ambao kupitia data uhalisia zimejaa kitu ambacho sio uhalisia, lakini kupitia data tunaenda kukamilisha uhalisia. Tunaenda kutengeneza storytelling ya usahihi kabisa kwenye mpira wetu. Kwa hiyo karibuni sana na washukuru sana kwa uwepo wenu hapa kwa kushuhudia hili tukio maalum. Asante sana. Na sisi kama Tanzania hatuko tayari kubaki nyuma tena. Na huu ni mwanzo wa enzi mpya. Leo tunatangaza rasmi mwanzo wa enzi mpya ya soka la Tanzania, enzi ya data driven football. Kupitia ushirikiano wetu na kampuni ya Betatech chini ya bidhaa zake za ubunifu Soccer Metrics na Metrics AI, tunaweka msingi imara wa mfumo wa kisasa wa kusimamia, kuchambua na kukuza soka letu. Data ni mali na leo tunaidhibiti. Katika hatua hii muhimu, Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania linakabidhi rasmi haki zote za data za ligi kwa Betatech. Hii si tu makubaliano ya kibiashara, hii ni uwekezaji wa kimkakati katika mustakabali wa soka la nchi yetu. Kwa nini hili ni la muhimu? Kwa mara ya kwanza wachezaji wetu wataonekana kimataifa kupitia takwimu na data sahihi. Vilabu vyetu vitakuwa na silaha madhubuti ya ushindani. Ligi yetu itapata thamani inayopimika na kuvutia uwekezaji zaidi. Tunayo imani kubwa na Betatech kama mshirika wetu sahihi katika safari hii, na tunajivunia kwamba tunaingia katika mkakati huu na kampuni ya Kitanzania. Huu si mwisho, huu ni mwanzo wa safari ya pamoja ya kulibadilisha soka letu kwa vitendo. Lakini leo hatuzindui tu mfumo, tunazindua uchumi mpya wa soka. Tunazindua zama mpya za uwazi, ubora na uwajibikaji. Tunazindua Tanzania mpya kwenye ramani ya soka la dunia. Leo tunasema data za TFF, data za ligi yetu sio gulio tena. Huu ni uchumi, hii ni biashara kubwa ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikivunwa bila haki hizo kurudi kwa wavuja jasho. Kwa niaba ya TFF na kwa niaba ya Rais wa TFF, nawashukuru tena Betatech
kwa ubunifu huu mkubwa. Tunajua huu ni mwanzo, na mwanzo wowote ule una changamoto zake, lakini tumejipanga kukabiliana na hizo changamoto kwa manufaa mapana na makubwa ya soka letu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tushaingia kwenye Soka Fantasy pale, inakuletea namna gani ambavyo unakwenda kujisajili kwenye hiyo Soka Fantasy, na ukishajisajili unaweza kuchagua wachezaji wako sasa unaowataka. Unawachagua namna gani? Maanake ni kwamba unapewa mpaka milioni 100 ya kusajili wachezaji kupitia kwenye mfumo huu. Kwa hiyo utasajili wachezaji ambao unawataka katika kikosi chako cha Soka Fantasy, ambao pia namna ambavyo anaperform kila anapocheza mchezo wa ligi ni namna ambavyo na wewe pia kwako huku unapata manufaa makubwa zaidi. Kwa hiyo ni wewe sasa namna ambavyo unaweza ukachagua wachezaji ambao unataka wawepo katika timu yako. Lakini pia ruksa kubadilisha mchezaji. Ukiona mchezaji huyu unataka kumbadilisha, umeona mwingine unataka kumsajili, maana yake ni kwamba itakugharimu shilingi 1000 tu ya kuweza kumbadili mchezaji huyo na kumweka mchezaji mwingine. Kwa hiyo unapata burudani, lakini pia kuna fedha ambayo inapatikana kwa upande wa mashabiki. Hayo ndio mambo ya mkataba huo ambao unakwenda kusainiwa TFF na Betatech. Lakini ziko faida nyingi sana kwa upande wa clubs, kwa upande wa wadau mbalimbali, ambako baadaye pia tutaelezewa kule namna gani ambavyo wanafanya kazi na namna gani ambavyo clubs zitaweza kuongeza performance ya vikosi vyao kupitia mkataba huu ambao sasa unakwenda kusainiwa. Niwaombe wanasheria kutoka TFF na Betatech sasa tuje